bariki, bariki, bariki. Yeah.
maombi, tukiwa na hiyo imani ya kwamba sisi hatutaogopa, maana wewe unatawala. Na ni katika jina la Yesu, mtu mmoja aseme amen. Haleluya, shangilia Bwana kwa makofi mazuri. Haleluya. Amen, amen, amen. Let's appreciate Mountain Voices kwa makofi mazuri katika jina la Yesu. Na tunashukuru sana kwa wakati huo Mungu ameweza kutupatia. Tunaweza keti kwa viketi zetu za baraka. Tupate neno kwa dakika kama 20. Then uweze kusema the grace. Karibuni sana wale mnaotufuata katika mitandaoni. Hapa ni Mountain of Peace Worship Center, Mwihoko Mwitiriria. Na tunashukuru Mungu katika jina la Yesu. Mimi hapa naitwa Pastor Joel. Na tunashukuru leo huwa ni siku yetu ya ushirika wa hapa kanisani. Siku ya Thursday tunakuanga na ushirika hapa kwa sababu kama mwanadamu hawezi ishi tu bila kukula chakula cha mwili. Hata kiroho mtu hawezi kuishi bila kukula chakula ya kiroho. Na ndio maana tunashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo nafasi ambayo ametukirimia na ametupea katika jina la Yesu Kristo. So hivyo karibuni sana na Bwana wape mema katika jina la Yesu. Nataka tu kuongea kwa muda mdogo ndio nifungue wapendwa wakaweze kuja kujitayarisha kushughulika mambo ya sapa na kutulia ndio kesho tu waweze kuamkia waende makazini. Na tunashukuru kwa sababu ya hiyo katika jina la Yesu. Na leo nataka kunena tu kwa ufupi sana. Nataka kuongea juu ya kugojea wakati ulio sawa na wewe. Kugojea wakati ulio sawa na wewe. Na nataka kusema hivyo kwa sababu watu wengi wamekuwa victim ama wamepata majeraha ni kwa sababu walikimbia pasipo kuwa wakati wao ulipokuwa umewadia. Na mambo yote lazima iende kama vile imelainishwa, na mambo yote huenda kama vile ambavyo imepangwa. Mtoto akizaliwa siku ya kwanza halafu aongee, sasa hiyo inakuwa ni kitu kingine ambayo haiwezi kujulikana, hata sijui tunaweza ita nini. Ama mtoto kuna kitabu nilikuwa nasoma zamani sana tukiwa na my brother. I think I was in class 4 and 5. Na hiyo kitabu nilikuwa naisoma na nililia sana. Tulikuwa tunalia sana na my brother, ni kitabu tunasoma ilikuwa ya Kiswahili. Tulikuwa tunasoma the story ya kijana alikuwa anaitwa Chakufwa. Ilikuwa ni ka story ya Kiswahili. Na shida kubwa ile mtokelea Chakufwa ni kwa sababu Chakufwa alizaliwa kama vile watoto huzaliwa kama kawaida. Lakini badala ya kuanza kumea neno ya chini, alianza kumea neno ya juu. So alipoanza kumea neno ya juu, kijiji chote kikakusanyika. Kasemekana huyu mtoto ni mtoto wa mkosi. Na huyu mtoto inapaswa alaaniwe na atupwe. Na sababu kijiji kizima kiliamini hivyo, mama na baba yake wakaaga dunia, mtoto akatupwa. Sasa alikuwa na huko, sasa tulikuwa tunasoma life history yake, vile alikuwa naenda anateseka. Sasa unasikia machozi unalia. Shida kubwa ilikuwa ni kwa sababu hakuenda kulingana na kanuni ama kulingana na vile ina desturi ambavyo inavyopaswa kwamba mtoto anapozaliwa huanza kuota meno ya chini sio ya juu. Na sasa hiyo shida yote ikatokea. Na sasa ndio nikasikia kusema ya kwamba hata sisi katika maisha ambayo tunaishi, hata maisha ya kiroho, usipogojea wakati wako wa kufanya kile unapaswa kukifanya na ukifanya kwa wakati ambao unaofaa, sasa hiyo kitu inaweza kuwa odd na inaweza kukusumbua na pia inaweza kukuweka alama katika maishani mwako na ujute mpaka ufikie kiwango ya kwamba unaweza hata kuchukia Mungu. Na Mungu hana shida, ni kwa sababu maybe umeingia katika wakati ambao haukufaa. Nataka kuongea jioni ya leo kwa ufupi sana juu ya hiyo, kwa sababu najua kwamba kuna watu wengi saa hii mahali wako wataamini pamoja na mimi ni waadhiriwa. Na kile kimefanya wewe waadhirika ni kwa sababu waliingia wakati wa majira yao kama haujaingia. Ama waliingia tulipokuwa tunavuka mwaka wa 2026. Ukipata mtu tarehe 29 halafu aanze kusalimia ama usikie kuna kesha wa mnavuka mwaka, huyo mtu ukiona ya kwamba
hayuko sawa ni kwa sababu hajaingia kulingana na wakati. Maana wakati ilikuwa ni 31st, sasa usiku watu sasa ndio wanaingia wanavuka mwaka. Na nataka kusoma maandiko katika kitabu cha Yohana, the book of John. Nitasoma chapter 2, nitasoma NIV na nitaanza hapo. Tutasoma tu mstari mmoja, mstari wa 4. Nasema hivi. Wacha tuanze mstari wa 3 ndio uweze kuelewa tunaongea kuhusu nini. Nasema hivi. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, they have no more wine. Hapa ni mahali Yesu alikuwa amealikwa na mama yake na wanafunzi katika Kana ya Galili, na kulikuwa na banquet ama kulikuwa na sherehe, maana kulikuwa na harusi, na wine ama divei ikaisha katikati, ibada ikiwa katikati. Na hapo Yesu akamwendea, na hapo mama ya Yesu Mary akamwendea Yesu, akaenda akamwambia, kama hapo tumesoma sasa hiyo verse 3, akamwambia, na when the wine was gone, Jesus' mother said to him, they have no more wine. Verse 4, hapo ndipo ujumbe wetu unatoka verse 4. Dear woman, why do you involve me? Jesus replied. Wakati mama ya Yesu alipomwendea Yesu na akamwambia hawa watu hawana divai ya kutosha, Yesu tunaona anarudisha sasa, anamwambia, dear woman, why do you involve me in this? Mbona unanihusisha hapa? Na hapo part B nasema hivi, my time has not yet come. My time has not yet come. Yesu kile kinafanya aambie mama yake, mbona unanihusisha kwa hili, ni kwa sababu aliangalia akaona mama yake ameharakisha. Yaani Yesu yeye alijua wakati wangu haujafika kwanza. Na anasema hapa, anasema kwamba my time are not yet. Jioni ya leo sijui wangapi kabla haujaingilia jambo hilo ambalo huwa unalifanya. Was your time yet? Masaa ama wakati wako je, ulikuwa umefika wa kufanya hicho ambacho huwa ulifanya ama kile ulianzia? Hata vijana huwa tunawashauri usikimbizane na mambo ya ndoa kama wakati wa ndoa haujafika. Hawezi chukua mtoto wa miezi 8 umpeleke mwalimu shule. Mwalimu ataona wewe ni uko na kichaa. Hata mambo ya kuishi na mambo ya kiroho, the same case. Tunapaswa tujue inakuanga na wakati wake. Ukisoma kitabu cha Yeremia 18, Yeremia alichukuliwa na Mungu akaambiwa, teremka kwa mfinyanzi, enda ukaangalie kile anachokifanya. Na alipofika mahali pale, Yeremia akapata ya kwamba kuna mahali kuna udongo, na huu udongo kuna mahali unachungwa. Kwanza si udongo, ni mchanga, na kuna mahali unafika unachungwa, na ukichungwa inatolewa ile mawe, inachukuliwa ile ambayo iko soft, na hiyo soft sasa inaingia inachanganywa na maji, inafanywa matope. Kisha ikifanywa matope inaingishwa kwa kitu inakaa kama gurudumu, inazungushwa hivi, inazungushwa, ikitolewa, ikifinyangwa, ikitolewa vizuri, then ikiiva vizuri, kishikana, mfinyanzi anaichukua, anaipinya. What does that mean? Hiyo inamaanisha kwamba there is a process of everything. There is a time of everything. Mkulima akichukua mbegu siku ya leo, aende apeleke shamba, after 1 week aitane kazi atikujeni tukavune, inaonekana kuna mahali afikirii vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Inaonekana kuna mahali kuna shida.
kwa sababu inapaswa aelewe kama ni kitu kinaitwa ngano ameweka kwa shamba, lazima agojee mpaka miezi mitatu, na baada ya miezi mitatu na wiki kama 3 hivyo, sasa ngano itakuwa imekomaa na imeanza kukauka. Sasa hiyo anaweza igisha harvest. Tukielekea miezi 4 anaweza kuja na kuharvest. Lakini ukimuona mwezi wa kwanza kuna shida. Kile kilifanya Yesu aambie mama yake ni kwa sababu alijua wakati wake wa kufanya kile alikuja kufanya bado haujatimia. Na ni vizuri kuelewa ya kwamba kama Yesu Kristo mwenyewe na alikuwa Mungu 100% na aligojea wakati wake, hata sisi tutagojea wakati wetu katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Hatutakwazika na mambo madogo. Kuna wakati wa kuanzia jambo na kuna wakati wa kumwagilia maji. Kuna wakati wa kupalilia. Kuna pia wakati wa kukuja kunyunyuzia dawa ya juu. Na kuna wakati wa kungojea ikomae. Na ikikomaa kuna wakati wa kuvuna. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Yesu akajua ya kwamba nikianzia kwa sasa itakuwa nimeharakisha mambo. Wale wakulima wanajua mambo, wale wakulima wanafanya kazi ya ukulima ya mahindi. Anajua ya kwamba wakati mahindi iko maziwa, haezi enda kwa shamba akifungua kuangalia kama imekomaa. Akifungua, ilishoke anaambia ndege, "Jooni mkule." Akiona akifungua hivyo, akifungua, ndege wanakuja wanajaa kwa hiyo shamba na watakula hiyo mahindi yote na imalizike. Lakini wakati mahindi imekomaa, ya kwamba hata ikitolewa nguo yake, ndege ikikuja ikikonga hivyo inasikia hii imekomaa, inaachana nayo. Kuna watu wamejiumiza sana, maana ulienda ukajitoa ngozi, ukatoa ile imekufunika kabla ya wakati wako. Na waombea katika jina la Yesu, Bwana atawasaidia. Hautaharakisha mambo, utangojea mpaka wakati wake katika jina la Yesu. Na wacha niwaambie wapendwa, wakati utangojea wakati wako mpaka wakati wako ufike, hakuna watu utaita, hakuna watu utaenda ukitangaza. Wakati wako ukifika, watu watakuwa wanajileta. Tunaona wakati Yesu, wakati wake ulipofika, akatokea kwa wanadamu, akaanza kufanya miujiza, akaanza kuwafundisha. Maandiko inasema walikuwa wanamfuata. Yaani Yesu akatoka mlimani na anasema ninaenda kupumzika, watu wanamfuata. Mpaka inafika kiwango ya kwamba anasema wapewe chakula, maana wamepata njaa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ukiharakisha mambo, ukosa kufanya kwa wakati wake, utang'eng'ana, unajikoa, unajaribu kusukuma, unaona haifanyi, unajaribu unaona haifanyi, baadaye unachukia watu na unachukia Mungu. God forbid katika jina la Yesu. Sisi Mungu atatusaidia katika jina la Yesu. Tutangojea wakati wa Bwana. Tutangojea ule wakati ambao unaofaa. Kile cha muhimu ni kwamba, je, unangojea Bwana ukiwa wapi? Angalia watu kama Joseph. Joseph ako na ndoto kubwa. Joseph ameota akiwa mtu mkubwa na amepea ndugu zake ndoto. Lakini ndugu zake wamemwinukia. Lakini Joseph akajua, sasa hapa maana nilisema, wacha ninyamaze tuli. Wacha nigoje mpaka wakati. Wakati wa Joseph ulipofika wa kuinuliwa, hata falme ya nchi za kigeni hazikuweza kupinga. Maana wakati wa Mungu ukifika, hata maadui wakikusanyika, hawawezi zuilia. Wale ndugu wa Joseph waliomuuza Misri, wakamuuza kwa Ishmael, akauzwa kwa Potifa, akaingia Misri. Walipomuuza hawakuzuilia wakati wa Bwana ufike. Na wakati wa Bwana unapofika, wapendwa, ninawaambia jioni ya leo, ni vizuri kungojea wakati wa Bwana. Wale angalia maisha ya Joseph. Joseph wako nchi
vita sio rahisi. Hata Yesu kuvumilia haikuwa rahisi. Yesu akiwa teenager alikuwa anaona mambo mabaya, na ndio unaona hata wakati moja kuna siku alikosa kuvumilia, akachukua kiboko akawacharaza kanisani. Lakini alijua wakati wangu utakapofika hata maiti itatembea. Bwana Yesu apewe sifa. Naongelesha walio na huduma ndani yao, wacha kuharakisha wakati kama hujafika. Wacha nikuambie, wewe endelea kungoja, endelea kungoja Bwana, endelea kujiunda. Wakati wa Bwana ukifika, utafanyia watu mikono hiyo, wanapokea roho. Utawaekelea mikono, wanapona magonjwa, kwa sababu wakati wa Bwana ukifika, huo ndio ulio mwafaka. Bwana atukuzwe. Haleluya. When your time imefika, hakuna kung'ang'ana tena. Joseph, waliosema wewe ni mwandawazimu, hawezi kuwa mkubwa kutuliko, wale ndugu za Joseph waliomwambia wewe hata uwezi, wakasema hivyo unasema haitawezekana, walipatwa na njaa. Bwana apewe sifa. Joseph hata walisahau, hata wao walisahau, lakini walipoingia Misri wakapata mtu mkubwa sana. Unajua saa hiyo Joseph anavaa kama alikuwa anavaa bado kama wa Misri. Unajua ukienda mahali na umeuzwa huko, huwezi enda na mitindo yako. So hata wao walipoingia pale, walipoangalia Joseph, walikuwa wanaona huyu ni Misri. Lakini siku moja wakiwa ndani, Joseph akashindwa kujivumilia. Akaambia ndugu zake, I am Joseph. I am Joseph. Wale walioshika Joseph wakamuuza. Waliposikia I am Joseph, walipiga magoti, wakasema brother, tusamehe. Kwa nini? Kwa sababu sasa wakati wa kuinuliwa ndio umefika. Na wakati wa kuinuliwa ukifika, hata adui zako hawatakuzuilia. Shida yetu kubwa ni kwamba huwa tunajivunia kabla ya wakati. Bwana asifiwe. Let me tell you something. Daudi kama angejitokeza kwa Goliath kama wakati wa kuangusha Goliath haujafika, Daudi akiangamizwa na Goliath. Kile kilifanya Daudi aangamize Goliath ni kwa sababu Daudi aligoja mpaka wakati wake, ama Mungu aliweka Daudi na akamweka huko, akamtrainia huko mbali kwa kichaka mpaka wakati wake ufike. Yesu akasema, my time is not yet. Ni wangapi siku ya leo wamekimbia kabla ya wakati wao? Ni wangapi wamekimbia kabla ya wakati wao? Na ndio unaona ukisoma in the book of Luke chapter 15, ukisoma about the prodigal son, father of the prodigal son alipata kuelewa ya kwamba this is not the right time for my son to move out of me. It's not the right time. Hata kama kijana aliharakisha, akaambia baba yake nipatie urithi, kuna kitu baba yao hakufanya, hakumpatia baraka. Aliona maana unanisumbua, na hakumpatia mali yake yote, alimpatia zile anafikiria ni zote, then hakumbariki. Ndio wakati alienda, baba yao alikuwa bado anamgoja. Ukisoma Biblia yako vizuri inasema ya kwamba baba yake alikuwa anaangalia njia kama anakuja, kwa sababu baba yake alijua it is not the right time for my son to depart from me. Mungu wakati mwingine huwa anashangaa. Do you know, kile unapaswa kufanya ulimwenguni lazima uwe kuna mahali unatengenezewa. Unaona kama wale wapanzi wakulima wanafanyaga. Leo tunawacha tutaje wakulima sana, maana ukulima ndio utayarishwa vizuri. Unaona kama mahali mboga huwa zinangolewa ndio zikapandwe, zile cabbage.
kuna mahali huwa zinatayarishiwa. Inatayarishiwa mahali pamoja, hiyo mchanga inachungwa, inabakishwa ile iko soft, inatengenezwa vizuri. Uto tubegu kidogo tunakuja tunamwaga mahali pale, tunakuja tunatayarishwa. Tukifika kiwango kama hapo hivyo, tukitoa matawi mawili matatu. Sasa ile mkulima anaelewa, sasa wakati wa hii mboga kuondolewa hapa imefika. Tunaondolewa, tunaenda sasa tunakuwa separated, kila mboga inawekwa kila shimo yake, kila mboga shimo yake, kila mboga shimo yake. Na zinaweza kunawiri na baadaye tunapata cabbage. Kwa sababu ziligojea mpaka wakati wa kutolewa mahali pale ifike. Sijui naongea na wakati sikale watu wamejituma. Hata haukungojea utumwe. Uliharakisha hata hiyo biashara. Haukungoja wakati wa hiyo biashara ukomae. Siku ya leo na majioni ya leo, si Mungu akupe nafasi. Niwaambie Mungu ya kwamba pea moyo wangu roho ya kutulia na kungojea mpaka wakati wangu ufike wa kufanya kile umeniambia nifanye. Na mpendo na kuhakikishia kwamba ukingoja wakati wa Bwana hautakuwa uking'ang'ana. Wakati wa Yesu wa kuhubiri, wakati ulipowadia, maandiko inasema ilienda sote tuwasete. Aliingia kila mji na kila mji aliingia, aliponya magonjwa, alikomboa walioshikwa nasa, aliponya wengi sana, wengi waliokoka. Hata mitume akawaambia, ninapoondoka ninaenda, muende Yerusalemu, mugoje mpaka wakati Roho Mtakatifu atakaposhuka juu yenu. Mitume hawakuondoka. Mitume waligojea Bwana, waligoja mpaka wakati wao. Si jioni ya leo mtu mmoja aseme, I'll wait for my time, I'll wait for my time. Nitagojea wakati wangu katika jina la Yesu. Wakati akina Petro waligoja wakati wa Bwana, wakati Roho aliposhuka in one day, alipokuja kuongelesha watu 3,000 wakapokea Injili na wakaamini. Na hao ndio mitume ambao wangetembea. Petro angetembea kivuli yake inaponya. Bila ya kuomba, kivuli peke yake inaponya. Katika jina la Yesu. Ni God help us in the mighty name of Jesus. Jioni ya leo Bwana atusaidie. Tuambie Bwana ya kwamba we will